kwamba dereva wa bajaji baada ya kuwa na foleni akaamua apite mwendo kasi. Pale mwendo kasi kulikuwa na askari. Kwa hiyo askari akaamua kumfukuzia jamaa wa bajaji. Kwa ile kimbizana senta ikafika maeneo haya, jamaa wakampata askari akadandia bajaji. Umeona? Baada ya kudandia bajaji ile wakamwambia shuka kwenye bajaji, mwamba akasema yeye ashuke kwenye bajaji. Yaani kimalizikane pale kwa sababu dereva analinda chombo chake. Ninachokifahamu mimi kama shuhuda wa ile ajali ya bajaji iliyowaka moto. Ile bajaji ni bajaji ambazo zinafanya kazi barabara ya Morogoro Road, ambazo zinafanya kazi Mbezi Manzese, Mbezi Mwenge, nyingine zinaenda Riverside kupitia Gongo la Mboto, nyingine zinaenda kutokana na wingi wa bajaji na kutokana na njia jipo kwenye matengenezo. Kama wengi wanavyojua, njia kuanzia Ubungo mpaka Kimara ipo kwenye matengenezo. Njia muda wa alfajiri na muda wa jioni iwaga ina msongamano mkubwa wa nini? Wa magari. Baadhi ya raia waga wanashindwa kuvumilia foleni kwa sababu wengi wana shughuli ndani na nyingine ni za kiserikali. Wengi wanapenda kutumia barabara ya mwendo kasi. Lakini kitu nilichokishuhudia mimi leo asubuhi ni bajaji ya aina rangi ya nyekundu iliyoingilia Kibo mwendo kasi, kipande cha kutokea Kibo Mataa mpaka kwenye kituo cha mwendo kasi. Kwa bahati nzuri au mbaya, kuna askari aliyekuwa kakaa pembeni ya kituo ambao nikatoka nje, kwa maana yake alikuwa yuko service road, nje ya service road ya barabara. Sasa basi kitu kilichotokea ambacho nilichokiona mimi ni yule askari kutoka kuifukuzia ile bajaji, lakini yule dereva bajaji kutokana alikuwa na abiria wanne, kitu kilichotokea yule dereva bajaji ni ilibidi azunguke, alikuwa anaenda Mwenge lakini ilibidi azunguke kupitia Ubungo flyover kuja kushukia kwenye depot ya mwendo kasi. Huko askari akiwa bado anafanyaje? Anamfukuza. Alikuwa anamfukuza na pikipiki, katoka Kimara. Alikuwa anamfukuza na pikipiki, wametoka Kimara. Askari alikuwa ni mmoja tu, alikuwa kavaa uniform za kiaskari, lakini zilikuwa sio nyeupe. Kwa sababu tunajua askari anavaa uniform nyeupe, yule akuvaa uniform nyeupe, lakini tulimtambua kwa askari kwa sababu alikuwa na nini? Na uniform. Ile bajaji ilikuwa ina abiria wanne ambao watatu wamekaa nyuma, mmoja kakaa mbele kwa dereva. Ile bajaji ikaingia kwenye depot ya mwendo kasi ambao wengi wanaojulia hapa kwenye stendi ya zamani ya mkoa, ikazunguka kwa nyuma ikaja kutokea nyuma mawasiliano. Yule askari akashuka kwenye pikipiki akairukia bajaji. Alivyoirukia ile bajaji ikafanikiwa kufanyaje? Kupinduka ikiwa na abiria, lakini katika ile bajaji hakuna abiria yoyote aliyofanyaje? Aliyeumia. Abiria wakatoka, askari akawa anangangania bajaji aichukue airudishe eneo la kituo ambapo ni Kibo. Kwa bahati nzuri aomba akachukua mamlaka ya kuchomoa plagi, na wengi wanajua plagi za bajaji zilipo zinakaa nyuma, lakini ile bajaji hapo ilikuwa imeshabinduka. Maana yake kwa sisi wataalamu wa bajaji ikishabiduka maana yake inakuwa ina float, tanki la mafuta linaelekea upande mmoja. Yule askari akachukua jukumu la kuiwasha ile bajaji huku akiwa yuko ndani ya kipindi anaiwasha bajaji ikawaka moto. Bajaji kuwaka moto, askari akashuka anakimbia na iacha bajaji eneo la tukio. Sasa hicho kitu raia ambao wako pale hicho kitu hawakukipe, wakaona mbona kama kaja akamwataki dereva. Dereva akakubali. Yeye anaiwasha bajaji, naye tunajua ni askari. Amewasha bajaji imewaka moto. Kwa nini anakimbia? Ndo raia pale bajaji imewaka moto akabahatika kuja kuizima. Yule askari raia wakaanza kumzonga akapata msaada kwa askari wa jeshi la magereza, walikuwa wanatoka mahakamani wanawapeleka wafungwa, ndo akampa msaada yule askari. Wakambeba kwenye gari lake, wakambeba kwenye gari la magereza, lakini nasikia wamempeleka kituo kidogo cha external hapo. Na baada ya tukio hilo askari wakaendelea kuja mahojiano madogo, kwamba kwa sababu mashuhuda walikuwa ni wengi wa tukio hilo. Askari wenyewe wakawa wamebaki na butwaa, maana yake kila shuhuda aliyoona anaongelea kwa sababu shuhuda anaongea kitu ambacho umefanyaje? Amekiona. Kwa sasa askari kwa sababu unajua raia walikuwa ni wengi na wengi wameona kitu kutoka kinaanza mpaka kinafikia pale. Kwa sasa askari wakaona kwa sababu raia washakuwa ni wengi na issue ishaenda na public, ikabidi waitoe chombo eneo husika ambapo ni kwenye eneo la tukio, kuipeleka kituo cha polisi cha mawasiliano. Lakini baada ya kufika pale
chombo imeletwa kituo cha polisi cha Urafiki. Inaonekana Urafiki ndio kituo kikubwa. Kwa hiyo kesi iko hapa Urafiki. Na dereva naye yupo kwenye mahojiano makubwa lakini mpaka sasa hivi askari bado hatujamuona aliyosababisha hilo tukio. Ilikuwa ni bajaji na askari. Yaani bajaji alipita mwendo kasi pale, kwa askari akawa anamkimbiza. Wamemkimbiza mpaka kufika hapa, askari kadandia bajaji kwenye mbinde, bajaji ikadondoka. Kwa hiyo dereva bajaji akagoma kushuka kwenye bajaji. Kwa hiyo askari mwingine alivyoona jamaa akagoma kushuka kwenye bajaji, akaenda kuchomoa suppressor ambayo bajaji ilikuwa iko silencer, ndio alivyoenda kuchomoa, chuma ikajibu. Lengo lake bajaji asiwashe chuma aondoke. Aliamini akichomoa pale bajaji atasimama. Kwa hiyo alichokifanya yeye alihisi ndo anatengeneza, lakini mwisho wa siku ndo kilichotokea ndo kama hivyo, bajaji ikawaka. Sisi tulibidi tumwangalie, serikali si inatafuta, yani serikali sio anasimamia sheria. Kwa hiyo sisi tulikaa pembeni tuone sheria itafanya nini, kwa sababu imekuwa kawaida, yani vyombo bajaji, bodaboda, vitu ambavyo vinadharaulika sana. Mwisho wa siku wanatufanya hadi sisi tunafanya kazi katika mazingira magumu. Kwamba dereva bajaji baada ya kuwa na foleni akaamua apite mwendo kasi. Pale mwendo kasi kulikuwa na askari. Kwa hiyo askari wakaamua kumfukuzia jamaa wa bajaji. Kwa ile kimbizana senta ikafika maeneo haya, jamaa wakampata askari, akadandia bajaji. Umeona? Baada ya kudandia bajaji ile wakamwambia shuka kwenye bajaji, mwamba akasema yeye ashuke kwenye bajaji. Yaani kimalizikane pale kwa sababu dereva analinda chombo chake. Kwa hiyo askari walikuwa wawili. Kwa hiyo baada ya kuona jamaa anashindwa kushuka, alafu bajaji iko silencer, alihisi wakidelay yule dereva bajaji atafanyaje, ataondoka. Kwa hiyo akaenda nyuma, wakachomoa suppressor, kifaa fulani ambacho kina supply moto kwenye pikipiki. Baada ya kuchomoa bajaji ile cheche chuma ikajibu. Yaani dereva mwisho wa siku alibaki kwenye bajaji yake, kama kesi yasemewe pale kwenye bajaji. Na ndio sheria inavyosema, ukinikamata nifuate kwenye chombo changu. Kwa hiyo hiko ndio kimesababisha lengo bajaji asiondoke ili wamalizane. Nafikiri aliamini hiyo ndio njia sahihi ya kumfanya bajaji asiondoke.